Ni kukaribisha kwa mara nyingine tena, sikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote unapotegea sikio. Ni kwa mara nyingine tena na kukaribisha kupata habari zetu za wasaa kama nao. Endelea kuwa nasi mwanzo hadi mwisho ili upate kujua nini kimejiri kwenye habari zetu. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha ombi la kuanzisha kesi mbele ya Mahakama ya Kitaifa ya Haki ACJ dhidi ya Jamhuri ya Rwanda. Kiongozi wa sekta nganja Akili Bernard Cosmos haongoza Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 ujumbe muhimu ulioundwa na wakuu wote wa kimila ya sekta hiyo kwenda katika groupment ya Basikalangwa huko Miremba. Marekani ilitoa wito kwa pande husika katika mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Ijumaa kuachana na chaguo lote la kijeshi na kutekeleza makubaliano ya amani yaliyokabiliwa bila kuchelewa wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tupate taarifa zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha ombi la kuanzisha kesi mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki ACJ dhidi ya Jamhuri ya Rwanda. Kupitia utaratibu mkuu, Kinshasa inashutumu rasmi Kigali kwa ukiukwaji mkubwa wa mikataba kadhaa ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na mikataba kuhusu mauaji ya kimbari, ubaguzi wa rangi, haki za wanawake na mateso. Jimbo la Kongo linalaani mauaji ya kimbari, unyanyasaji na kijinsia na kulazimisha kuhama kwa raia katika sehemu za mashariki ya eneo lake kwa zaidi ya miaka 30. Ombi hilo limehusisha moja kwa moja mateso haya na shughuli haramu za kijeshi zinazofanywa na vikosi vya jeshi la Rwanda RDF na vikundi vyenye silaha vinavyoungwa mkono na kudhibitiwa na Rwanda. Hoja ya kiserikali inafuatia muendelezo wa kihistoria wa uvamizi wa Rwanda ulioanza kufuatia mauaji ya kimbari ya 1994 ikilenga kambi za wakimbizi na vituo vya mjini kwa makusudi. Hati hiyo inataja waziwazi ushiriki wa Kigali kupitia harakati mbalimbali za wahasi mfululizo kuanzia AFDL, RCD hadi shughuli za hivi karibuni za muungano wa M23, ARC, AFC Congo River Alliance. Kwa kuwasilisha kesi hiyo mbele ya Mahakama Kuu wa Umoja wa Mataifa, DRC inaomba rasmi kutambua kwa jukumu la kimataifa la Rwanda kukomeshwa mara moja kwa vitendo vyake kinyume cha sheria na kutolewa kwa fidia kamili kwa serikali na waathiriwa. Kupitia hatua hiyo, uko The Hague, mamlaka ya Kongo yanadhibitisha kujitolewa kwao kwa utatuzi wa amani na mizozo na mapambano dhidi ya kutokujali, huku wakionyesha imani yao katika haki ya kimataifa ili kurejesha amani ya kudumu. Mkuu wa sekta nganja Akili Bernard Cosmos aliongoza Ijumaa tarehe 26 Juni 2026 ujumbe muhimu ulioundwa na wakuu wote wa kimila wa sekta hiyo kwenda katika groupment ya Basikalangwa huko Miremba. Ujumbe huu unahusiana na juhudi za kuimarisha upendo, uwepo wa serikali na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika kituo hicho. Mkuu wa sekta alithibitisha tena uungaji mkono wake kwa taasisi za kitaifa, hususan Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pamoja na kufuata maelekezo ya mamlaka za mkoa wa Jimbo la Kivu Kusini zinazoongozwa na Profesa Jean-Jacques Purusi na naibu wake Jean-Jacques Lakano. Misheni hii inalenga hasa malengo matatu: kurejesha mamlaka ya serikali kupitia kutambua nafasi ya utawala na viongozi wa kimila katika utatuzi wa migogoro, kuimarisha mshikamano wa kijamii kwa kuhamasisha jamii kuvuka tofauti na kuweka kipaumbele kwenye mazungumzo na kukuza maisha ya pamoja kupitia makubaliano ya kijamii yanayolenga ulinzi wa watu, mali na mashamba. Akizungumza mbele ya washiriki, mkuu wa sekta alisisitiza umuhimu wa amani ya eneo hilo, akisema bila amani kati yetu hakuna barabara wala shule itakayodumu.
Mwisho wa mkutano huo, viongozi wa kimila walijitolea kwa kuwa balozi wa uhamasishaji katika vikundi vyao mbalimbali ili kuchochea utulivu na maendeleo ya sekta ya nganja. Lengo lililotajwa ni kuifanya Mirimba na sekta nzima ya nganja kuwa eneo la kudumu na usalama, undugu na kuishi pamoja kwa amani. Marekani ilitoa wito kwa pande husika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC siku ya Ijumaa kuachana na chaguo lolote la kijeshi na kutekeleza makubaliano ya amani yaliyokubaliwa bila kuchelewa wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ujumbe wetu uko wazi: kuachana na utafutaji wowote wa usuluhisho la kijeshi kwa mzozo huu na kushiriki kikamilifu na mara moja katika mfumo wa amani uliokubaliwa. Kikwazo chochote kitasababisha hatua zaidi za uwajibikaji, alisema Masad Boulos, mshauri mkuu wa rais wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika. Vikwazo vya Marekani vinavyolenga kiwanda cha kusafisha dhahabu cha Rwanda vinasisitiza hitaji la haraka la Rwanda kuondoa mikono yake kutoka DRC, alisema waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya siku ya Ijumaa, akiongeza kuwa vinaathiri mtandao unaopora mali asili za Kongo. Kuwa na kiwanda cha kusafisha dhahabu bila kuwa na akiba nyingi za dhahabu ni udhibitisho dhahiri wa uporaji. Rwanda inafanikiwa katika nafasi ya uporaji, udalali na mpokeaji wa rasilimali zinazotumiwa kwa gharama ya mauaji ya halaiki, ubakaji, umwagaji wa damu. Vikwazo hivi vimevunja tu baadhi ya viungo katika mnyororo wa wizi unaofadhiliwa na serikali. Vinatoa pigo kubwa kwa mtandao wa ulaghai unaohusisha watu binafsi na vyombo vilivyounganishwa moja kwa moja na serikali ya Rwanda. Kufuatia vikwazo dhidi ya RDF, vikwazo hivi vinatumika kama ukumbusho wa hitaji la haraka la Rwanda kuondoa ushawishi wake kutoka DRC, kama Papa Francisco wa kumbukumbu iliyobarikiwa, aliandika Patrick Muyaya kwenye ukurasa wake wa Facebook. Mkuu wa MONUSCO alitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa jumuishi na kuheshimiwa kwa uhuru wa msingi. Katika mpande wa kisiasa, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa James Swana alitoa ujumbe wazi kwa wadau wa Kongo kutoka Baraza la Usalama siku ya Ijumaa kupata makubaliano kuhusu mbinu za mazungumzo ya kitaifa. Kituo cha kati cha dayosisi, makao makuu ya Senko, mkutano wa kitaifa wa maaskofu wa Kongo, kilishambuliwa na wanachama wa nguvu za maendeleo, harakati ya vijana inayohusiana na UDPS, muungano wa demokrasia wa maendeleo ya kijamii. Shambulio hilo ambalo lilidumu karibu kwa masaa mawili kabla ya kutawanywa na polisi liliambatana na matusi dhidi ya mamlaka ya kanisa na kuchoma matahiri kuzuia ufikiaji wa makao makuu ya Senko. Hakuna uharibikaji wa vifaa ulioripotiwa. Matukio hayo yalitokea katika eneo lenye ulinzi mkali, yanaibua maswali kuhusu ucheleweshaji wa mwitikio wa polisi, taarifa ya vyombo vya habari vya Senko. Mkuu wa nchi anaongoza mkutano wa 93 wa Baraza la Mawaziri Ijumaa Juni tarehe 26 katika jengo la jiji la Umoja wa Afrika. Mkutano huo umejitolea kutathmini dharura za usalama na afya pamoja na miradi mikubwa ya miundombinu. Baraza litazingatia hasa ufuatiliaji wa maendeleo katika kukabiliana na janga la Ebola, aina ya bundibunyo linaloathiri sehemu ya mashariki ya nchi. Sikilizaji wa kwetu News 24, ni hapa ndipo tunaweka nukta kabisa au kufika mwisho wa habari zetu za hii siku ya leo. Ni kuombe habari hizi unaweza kuzipata kwenye mtandao yetu ya kijamii Facebook pamoja na YouTube. Pia usikose kushare, kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe kwanza kupata habari zetu. Hii ni Kwetu News 24. Kwa niaba ya timu mzima, mimi sina la ziada. Bye.